Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans pamoja na Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika kikao ambacho Young Africans pamoja na Simba wameweza kuitwa na mheshimiwa waziri juu ya kuweza kujadili kuhusiana na tukio la Machi 8 ambao kwenda kuahirishwa. Ilikuwa ni dabi ya Kariakoo. Sasa wanakwenda kujadili kuhusiana na mustakabali wa pande zote mbili, kwenda kusikia yale ambayo kila mmoja amekuwa akiweza kuyahitaji katika sakata lake ambalo hili linaloendelea. Kwa upande wa Young Africans, wao msimamo wao ni kuhusiana kile ambacho wanakitaka, lakini pande ya Simba na wenyewe wametoa leo msimamo wao kuhusiana kile ambacho wanachokitaka katika dabi hii. Sasa tutakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili kutoka huko Benjamin Mkapa, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia wananchi Young Africans. Mkutano ambao ulikuwa umepangwa kuweza kufanyika leo hii umeweza kufanyika katika viwanja vya Benjamin William Mkapa Stadium pale, katika kile kinachoelezwa ni kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa, kuhusiana na kile kinachoendelea ni kwenye dabi ya Kariakoo, ambapo dabi ya Kariakoo inaelezwa kwamba ambayo ilikuwa imefanyika Machi 8. Sasa yale ambayo Young Africans wao wameyapeleka kwa mheshimiwa waziri kuhusiana na yale ambayo wanatakiwa ni kuhusiana na mustakabali wao, ambapo viongozi wa Young Africans wao walitoa barua yao kuhusiana na kuhitaji kuweza kupewa alama zao 3 na magoli 3 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kukimbia katika mchezo huo, huku wakieleza kwamba kile ambacho kilichoweza kutokea wao hawako tayari kuhusiana na dabi ya Kariakoo, hususan mashabiki zao ambao leo hii pia walikuwepo nje ya dimba la Benjamin Mkapa, wakisisitiza kwamba uongozi wao unapaswa kusimamia msimamo wao wa kile ambacho wao wanakitaka, ambacho wenyewe wanataka alama zao 3. Lakini kwa upande mwingine ambao ni upande wa Simba Sport Club, wenyewe wamekuja na kile ambacho wao wanakipendekeza ama msimamo wao kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, ambapo mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba ambaye alikuwepo katika mkutano huo, yeye anasema ya kwamba wao kama Simba Sport Club wanasema Simba wanaenda na kauli yao moja. Wanasema wenyewe kwenye kikao ambacho wamekaa wao kama wao wameweza kuitaka mamlaka, lakini msimamo wao ni wanataka dabi ipigwe, yani hakuna kukimbia, hakuna kuahirishwa, hakuna cha pointi 3. Wenyewe wanachokitaka klabu ya Simba ni dabi ipigwe kama vile ambavyo inavyotakikana. Lakini kwa upande mwingine klabu ya soka ya Young Africans wao wenyewe mustakabali wa kile ambacho wao wanakiona kwa sasa ni kuweza kusimamia yale ambayo wameweza kuyataka kupitia mashabiki zao. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans ambao leo hii pia wamejitokeza katika mkutano huo, ambao ni mkutano wa ndani ambao ulikuwa uhusishi hata mashabiki, ambapo naelezwa mashabiki na wanachama wa Yanga ni kama wamevamia kikao cha ndani kati ya viongozi wao na bodi ya ligi chini ya waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Palamagamba Kabudi. Kikao hicho ambacho kinafanyika katika moja ya ukumbi uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakati kikao kinaendelea, mashabiki na wanachama wa Yanga wamejikusanya nje ya geti
boti kuu la uwanja huo wakishinikiza msimamo wao ule hawako tayari kucheza mchezo wa dabi kutokubaliana na kuahirishwa kwa tarehe ya awali, ambapo wanasema kwa pamoja tunasema hatuchezi. Ni mashabiki wa klabu ya Yanga wakiwa nje ya geti la hapa nazungumzia Benjamin Mkapa, wakiweza kushinikiza kile wanachokisema wananchi hawana jambo dogo kwa Mkapa. Wenyewe wanasema ya kwamba hawachezi. Unaona bana, kile kinachokwenda kutokea, mashabiki hao wanasema ya kwamba pengine wanachokihitaji ni haki iende kutendeka kwa kile ambacho pengine kila mmoja wanasema kwamba hawachezi. Lakini kwa kauli ya Engineer Hersi wakati anaingia katika kikao hicho ambacho leo hii kinafanyika, anasema ya kwamba ni heshima kubwa kukutana na mheshimiwa waziri na tumeitikia wito wake, kwa hiyo tumekuja kusikiliza kile ambacho ametuitia. Nafikiri baada ya kutoka kwenye kikao itakuwa ni siku nzuri. Tumeitikia wito na wa serikali na naamini tutakuwa na mambo mazuri. Engineer Hersi, rais wa Young Africans. Lakini sisi tumeitwa na serikali, tumekuja kusikiliza, ila msimamo wa klabu upo wazi na unafahamika, ila hapa tumekuja kusikiliza na tutayabeba yale ambayo tuna uwezo nayo, ambayo hatuna uwezo nayo tutayaacha ilipofikia. Sio swala maslahi ya mpira wa Tanzania bali maslahi ya klabu yetu kwanza. Alex Ngai, mjumbe wa kamati ya utendaji wa Yanga, kauli hii ambayo ameitoa leo hii uko wakiingia katika mkutano huo juu ya kile ambacho kinachoendelea. Ukisikiliza kauli hii ni kwamba bila shaka Alex Ngai yeye anachokitaka ni kuweza kusimamiwa kwa kile kinachoitwa ni kanuni badala ya busara ambayo inatakiwa iweze kufanyika kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku kila mmoja akiwa anazungumza la kwake kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri kwa wakati huu. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni majibu ya mkutano huo, lakini inavyoelezwa kwamba hawajakaa chungu kimoja, kila mmoja amekaa chungu chake. Yaani ninapozungumzia wameanza Young Africans wakasikilizwa, na sasa hivi ni muda wa Simba Sport Club ambapo viongozi wao wameweza kufika, ambapo ni Trigen. Kuna watu kama Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, naye pia ameweza kuwasili katika sehemu hii ya kikao cha mheshimiwa waziri. Kwa hiyo majibu yote kamili mimi nitakusogezea hapa kujua ni yapi ambayo yameweza kujili huko na maamuzi gani yameweza kuafikiwa mara baada ya kile kilichoweza kutokea kwa mheshimiwa waziri kuweza kuwaita pamoja hawa wote kwenye kujadiliana kuhusiana hatima ya dabi ya Kariakoo. Msimamo wa klabu ya Simba, wao wanasema ya kwamba kipigwe muda wowote wako tayari, lakini kwa upande wa Young Africans wao wanasema ya kwamba hatuchezi, tunataka alama 3. Sasa mheshimiwa waziri ndio atakwenda kutoa majibu kamili ya haya ambayo yanayoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.